Napenda nitumie nafasi hii pia kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kuchangia bungeni toka mwaka umeanza 2026. Napenda kukishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteua jina langu, lakini nashukuru pia wananchi wote wa mkoa wa Katavi hususan kina mama kwa kuchagua tena kuwa mwakilishi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima wengi wamekuwa wakipata hasara wakati wanapouza mazao yao, lakini na kutumia pesa nyingi kwenye kilimo hususan kwenye mbolea. Nichukue mfano zao la mahindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahindi wananchi wanapolima wanatumia mbolea. Tuna uhaba wa mbolea nchini kwetu Tanzania, lakini kuna tatizo la mbegu ambazo zinapandwa za mahindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nashindwa kuelewa kwa sababu tuna vyuo vyetu ambavyo vinafanyia research. Inakuwaje wananchi watumie mbegu ya mahindi wanapoipanda wanaipanda mara moja, inapoota haiwezi kutumika tena? Ni kwa nini halifanyiwi research jambo hili wakati tuna chuo cha kilimo? Lakini tuna chuo cha kilimo pale Morogoro, mbegu zinauzwa kwa gharama. Nichukulie mfano kule Katavi, paketi moja ya mbegu inauzwa mpaka shilingi 12,000. Mfuko wa mbolea unauzwa kuanzia 75,000. Lakini mbegu hii ya mahindi ili uweze kulima eka moja unahitaji paketi 5. Paketi 5 unazipanda, unaweza ukavuna gunia 20. Lakini katika zile gunia 20 huwezi kutenga gunia moja ili uweze kulitumia mwaka ujao kwa ajili ya mbegu. Ni kwa nini mbegu hizi Mheshimiwa Mwenyekiti haziwezi kupandwa tena kwa mara ya pili? Ninaomba watafiti wa kilimo watufanyie research. Hapa kuna tatizo la mkulima kutumia pesa nyingi kwa kununua mbegu ambayo anaipanda mara moja, wakati mbegu zetu za asili ilikuwa unaweza kuvuna ukaiweka na ukaipanda tena mwaka unaofuata. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba liangaliwe hilo kwa manufaa ya nchi yetu. Malengo ya Tanzania ni kwamba ifikapo mwaka 2050 nchi hii iwe nchi ya hadhi ya kipato cha kati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafikaje kwenye kipato cha kati? Tunafika kwenye kipato cha kati kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanda vya kutosha nchini kwetu Tanzania ili tuweze kuuza ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, viwanda nchini kwetu Tanzania vipo vinajengwa, lakini nchi hii sio kwamba inajenga viwanda kwa mara ya kwanza. Nchi hii ilikuwa na viwanda vya nguo kule Mwatex, Mutex, Urafiki, Kiltex, Sungura Textile. Viwanda hivi vilikuwa vinatumia malighafi za pamba ambazo tulikuwa tunazalisha nchini kwetu Tanzania. Viwanda hivi sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti havipo kwa sababu serikali ilikuja na sera ya kubinafsisha viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali kwa kupitia bunge hili, kama tuliweza kubinafsisha vile viwanda wakati ule tukawabinafsishia wananchi, lakini viwanda hivyo havifanyi kazi kwa sasa, niombe serikali ivichukue viwanda vile ili wananchi waweze kuuza pamba zao kwenye hivyo viwanda. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hatukuwa na viwanda vya nguo tu, tulikuwa pia na viwanda vya kutengeneza vitu mbalimbali. Tulikuwa na viwanda ambavyo vilikuwepo vinatengeneza
mpaka nyama vinapeleka nje ya nchi. Lakini tulikuwa na viwanda ambavyo vilikuwa vinatengeneza pia mafuta. Tukumbuke tu kwamba nchi hii ilikuwa na viwanda takriban 364 ambavyo vilibinafsishwa. Ombi langu Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuangalia ule ubinafsishaji ulikuwa na mkataba wa aina gani ili serikali iweze kuchukua viwanda hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utalii kama tulivyoona filamu ya Leo Toya ambayo ilichezwa na Mheshimiwa Rais iliongeza mapato ya utalii nchini kwetu Tanzania. Niombe serikali iwekeze kwenye miundombinu iliyoko kwenye hifadhi zetu nchini Tanzania ili sasa tuweze kupata watalii wa kutosha, kwa sababu utalii peke yake unaongeza pato la taifa takribani 27%. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba kuzungumzia mifuko inayolindwa reinvestment fund. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mifuko mitano, naomba nitaje kwa haraka: mfuko wa barabara, mfuko wa maendeleo ya reli, mfuko wa taifa wa maji, mfuko wa mawasiliano kwa wote na mfuko wa maendeleo ya utalii. Mifuko imeelekezwa kutoa 5% kwa ajili ya maendeleo ya EPZ. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu ni moja: fedha zinazokusanywa kwenye mifuko hii huwa zinaangaliwa kivipi? Nikichukulia mfano mfuko wa TBL, mfuko wa maendeleo ya utalii nchini Tanzania, mifuko hiyo haina bodi ya kudhibiti fedha hizo. Ni ushauri wangu, kwa sababu mifuko hii imewekwa mahususi kwa ajili ya maendeleo, lakini watu wanakatwa pesa kwenye mifuko hii, wanachangia mifuko. Na maana unapoweka mafuta moja kwa moja unakuwa umechangia mifuko hii. Hivyo basi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba utaratibu uwekwe mahususi wa kuangalia pesa zinazotokana na mifuko hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo ambalo ningeweza kulizungumza pia ni uboreshaji wa miundombinu ya barabara pamoja na reli. Kwenye mkoa wangu wa Katavi, kwenye mpango uliopita mwaka 20 kulikuwa na ujenzi wa reli ya SGR kutoka Kaliwa Mpanda mpaka Karema. Nimeona mpango huo umefutika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kujua, na wananchi wa Katavi wanaomba kujua, je, ule mpango wa ujenzi wa reli ya kisasa wa SGR kutoka Kaliua Mpanda mpaka Karema, ambapo tunakwenda kupokea mzigo kutoka Kongo, Rwanda na Burundi, na ambapo serikali imewekeza bandari kubwa kwenye ziwa Tanganyika pale Karema, umefikia wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, asante na kushukuru kwa kunipa nafasi na unga mkono huu.